Habari za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari jioni ya leo ya Oktoba 5, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kabisa kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Uko na Mipendo Cotton. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya leo Novemba 5, 2025 amewapisha Hamza Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Uapisho huo umefanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali hapa nchini. Mimi Hamza Saidi Johari naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hamza Saidi Johari naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hamza Saidi Johari naapa kwamba katika kazi yangu ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba umruhusu Katibu Mkuu Kiongozi aweze kuketi. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya tukio la uapisho, naomba kumkaribisha Jaji Sivangilwa Mwengesi aendelee na utaratibu wa kiapo cha maadili kwa kiongozi aliyekula kiapo hivi punde. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Jaji, karibu. Mheshimiwa AG, naomba usimame utoe ahadi ya uadilifu kwa mbele ya Mheshimiwa Rais. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ambayo yanamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatiwa viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Hamza Saidi Johari ninauahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu,
ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu. Na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni kiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Nakushukuru sana, naomba uketi na kukutia saini. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wafanyabiashara mkoani humo kutopandisha bei za bidhaa, akisisitiza kuwa bidhaa ziendelee kuwa kama kawaida na bidhaa zenye bei elekezi ziuzwe kwa viwango vilivyowekwa. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, amesema huduma zote muhimu kama elimu, afya, usafiri, biashara, masoko na vituo vya mafuta vinapaswa kuendelea kutolewa bila usumbufu wowote ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata mahitaji. Lengo la kuwaita leo hapa ni kwa ajili ya kuzungumza na wanakatavi kama nilivyotangulia kueleza, kwa ajili ya kuwapa taarifa za mambo mbalimbali, lakini pia kama tunavyofahamu kwamba siku ya jana Mheshimiwa Rais aliweza kutoa maelekezo ya kuhakikisha kwamba wananchi waendelee na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida. Lakini nitoe shukrani kwa wananchi wa mkoa wa Katavi kwamba katika kipindi chote wamekuwa katika hali ya usalama na wamefanya ushirikiano wa hali ya juu na serikali kuhakikisha kwamba mkoa huu unaendelea kuwa katika hali ya usalama. Na kwa maana hiyo wote tunatambua kwamba shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii hazikusimama na zilikuwa zinaendelea kipindi chote. Lakini kwa leo ni msisitizo tu kwamba shughuli hizo zote ziendelee kwa sababu mkoa wetu unaendelea kuwa salama mpaka kipindi hiki. Lakini jambo la pili ni kuwafahamisha pia kwamba utoaji wa huduma zote za jamii uendelee kutolewa kwa wananchi wote wa mkoa wa Katavi mahali popote. Na hii inahusiana na huduma za umma zinazotolewa kwa wananchi, lakini pia na huduma za taasisi binafsi ambazo pia zinatolewa kwa wananchi. Kwa mfano tuna huduma za elimu, tuna huduma za afya, usafiri, masuala ya biashara kwa maana ya ufunguaji wa maduka, ufunguaji wa masoko, vituo vya mafuta na kadhalika. Kama nilipotangulia kueleza kwamba huduma zilikuwa zinaendelea kutolewa
lakini sasa zitolewe kwa upana wake na ukamilifu wake, kwa sababu mkoa wetu ni salama. Lakini swala lingine la tatu, niendelee kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Katavi kuendelea kudumisha hali ya usalama na kuendelea kushirikiana na serikali pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea kuwa imara zaidi katika mkoa wetu. Na niwaombe pale ambapo watabaini dalili zozote za uvunjifu wa amani au dalili zozote za kufanya mipango ya uvunjifu wa amani au kuleta taharuki, basi waweze kutoa taarifa kwetu, kwa maana serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, ili tuweze kuchukua hatua zitakazohakikisha kwamba usalama wa wananchi unaendelea kubakia sawa sawa. Lakini lingine niwaombe pia wananchi kuendelea kuepuka ushawishi unaohusiana na kuleta machafuko au kuvuruga amani kwa namna yoyote ile, kwa sababu jambo hilo lina athari kwa kila mtu na lina athari kubwa. Hivyo niwaombe wanakatavi wasifanye hivyo. Niombe pia wafanyabiashara wote katika mkoa wa Katavi kuto kutumia vibaya nafasi hii ya hali iliyokuwa ikiendelea katika miji mingine kupandisha bei za mazao. Niwaombe sana bei za mazao, bidhaa mbalimbali zote ziendelee kuwa bei za kawaida, na zile bidhaa ambazo bei zake huwa zinapangwa na serikali, kwa maana bei elekezi inatolewa na serikali, kwa mfano masuala ya mafuta, niwaombe sana waendelee kufanya biashara zao na kuwahudumia wananchi kwa bei ambazo zimepangwa na serikali. Lakini kwa bidhaa nyingine ambazo hazina bei elekezi ya serikali, wote tunafahamu bei za sokoni zilivyo ndani ya mkoa wetu, niwaombe kuendelea kufanya hivyo. Tumefanya tathmini ndogo mpaka sasa, katika kipindi chote hatukuona ongezeko lolote la bei, lakini nazungumza hapa kwa maana kuwakumbusha kwamba waendelee kutoa huduma kwa wananchi kwa bei zilizopo sokoni, kwa bei zinazoendana na uhalisia wa maisha ya wananchi wote wa mkoa wa Katavi. Nimalizie kwa kuendelea kuwashukuru sana wananchi wote wa mkoa wa Katavi, yakiwemo pia makundi maalum ya vijana, makundi ya viongozi wa dini, viongozi wa mila, wazee, wanawake, vijana, waandishi wa habari na wanakatavi wote kwa ujumla, kwa kuendelea kudumisha amani ndani ya mkoa wetu. Mkoa wetu uko salama, kwa hiyo kama ilivyoelekezwa, niombe kila mmoja aendelee na shughuli zake akiwa hana hofu ya aina. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema katazo la wananchi wa mkoa huo kutotembea nje kuanzia saa 12 jioni limeondolewa rasmi na kwamba sasa wananchi wapo huru kuendelea na shughuli zao za kawaida isipokuwa kwa baa na wauzaji wa vilevi. Mtanda amesema kuwa kwa wamiliki wa baa na wauzaji wa vilevi wanashauriwa. Sasa jingine, kulikuwa na amri ile inayotaka watu wasitembee usiku. Sasa nimekuwa napokea simu nyingi, mzee, Dar es Salaam amri imeshaondolewa na IGP, wewe kwenye mkoa wako vipi? Mimi nasema Inspector General ndio anayetoa amri, maana hata mimi sina mamlaka ya kusema watu mwisho saa 12. Ni lazima nimpigie yeye nimwambie bana, mkoa huu sasa hali ni mbaya, naomba utoe amri pia mkoa huu kiusalama watu watembee saa 12. Kwa hiyo mimi kama ninatoa maamuzi ya namna ile, yanakuwa ni kuwashauri wananchi kwamba kulingana na mimi ninavyoona kama mwenyekiti wa usalama hali si shwari, na washauri. Ndio maana statement zangu zote nilisema na washauri ifika saa 12, kama huna jambo urudi wapi. Lakini anayeshauriwa ana hiari ya kukubali au kukataa. Ila amri ikisema amri mwisho saa 12, hakuna hiari. Kwa hiyo mkoa huu hatukuweka katazo la baada saa 12, ila tuliweka angalizo kwamba ifikapo saa 12, kwa sababu vijana watakuwa wengi mtaani huko, vijana wa serikali, usije ukapata changamoto. Kwa hivyo turudi nyumbani mapema. Sasa baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa hiyo wananchi wawe huru kuendesha shughuli zao, isipokuwa tumekubaliana kwa sasa baa zote mwisho iwe saa 4 usiku. Halafu hali tunaendelea kufanya assessment, tutakapoona tumejiridhisha na wenyewe tutawarudishia muda wao ule wa saa 6 ya usiku. Kwa hiyo tumechukua hivyo kwa sababu maeneo ya baa ni maeneo ambayo watu wakishapata vile vinywaji wanaweza kuanzisha vurugu za hapa na pale, kwa hiyo watu wakatumia fursa hiyo ya magenge. Lakini ikiwa mapema saa 4
tunaweza kupiga hewa simu, tukaenda tukawa rescue, tukafanya hivi. Hatutaki mtu apoteze maisha. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo linaendelea. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Mwanza wawe huru kutembea. Nikitamatisha taarifa habari jioni ya leo, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Said Mohamed ametangaza matokeo ya mitihani kwa kumaliza elimu ya shule ya msingi 2025 na kusema kuwa asilimia 81.80 wamefaulu kwa ufaulu mkubwa. Na huo ni mwisho wa taarifa habari, mtazamaji wa SQF TV. Asante sana kuchagua na kutazama habari hizi jioni ya leo Novemba 5, 2025. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Bila kusahau tuna kambi yetu ya matibabu ambapo itaanza pale kuanzia Novemba 17 hadi Novemba 21 Malolo Tabora. Upasuaji huo wa midomo wazi utafanyika bure kabisa. Lakini pia tarehe 19 hadi tarehe 21 siku 3 ndani ya jiji la Arusha tutakuwa tuna mafunzo ya ultrasound. Wewe daktari, wewe nesi ambao unasikia taarifa hii, mjuze na mwingine ili aweze kuwasiliana na sisi akapata taarifa hizo mbalimbali. Bila kusahau tarehe 21 Disemba tutakuwa kule Zanzibar kwa ajili ya marathoni yetu muhimu kwa shilingi 35,000. Jisajili sasa. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kuandaa habari hizi, ulikuwa nami Pendo Goto, nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.